Jeshi la Polisi Tanzania limesema lipo imara katika kuhakikisha usalama kabla, wakati na baada ya sikukuu ya Eid el-Fitr. Akizungumza kupitia taarifa yake, msemaji wa jeshi hilo ACP David Misime amesema tayari wamejipanga kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ya misikiti na viwanja vitakavyotumika kwa sala ya Eid. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari kwa kutumia vyombo vya usafiri kwa umakini, kulinda watoto pamoja na kuhakikisha usalama wa makazi yao wakati wa sikukuu. Hii ni Open Online Media. Mimi ni Rabiameni Show. Hivi karibuni tutaingia kipindi ambacho waumini wa dini ya Kiislamu watahitimisha mfungo mtukufu wa mwezi Ramadhani, ambapo taungana na Waislamu wenzao duniani kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr. Jeshi la polisi linapenda kueleza kuwa hali ya usalama ni shwari na limejipanga vizuri na litaendelea kushirikiana na viongozi katika ngazi ya taifa, mikoa, wilaya na kata ili maeneo watakayopanga kufanyia sala ya Eid, ikiwepo misikiti, iendelee kuwa na amani, utulivu na usalama wakati wa kimuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Aidha, hali ya usalama itaendelea kuimarishwa katika maeneo ambayo familia, ndugu na marafiki wataona ni sahihi kwao kwenda kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr. Tahadhari inatolewa kwa wazazi na walezi wakati wanasherehekea sikukuu ya Eid kuwalinda watoto na kuhakikisha wanakuwa salama wakati wote kama sheria inavyoelekeza. Waepuke kuwaruhusu kwenda kutembea peke yao bila kuwa na uangalizi wa mtu mzima na mwenye akili timamu. Kwa kufanya hivyo, kutawaepusha watoto na madhara kama kufanyiwa vitendo vya kikatili, ajali za barabarani, hatari kwenye fukwe na kupotea. Aidha, tusisahau kuhakikisha tunaacha ulinzi mzuri kwenye makazi yetu kama itatulazimu kutoka ili kuepuka wizi au madhara mengine. Jeshi la polisi linatoa angalizo kwa kila mmoja wetu tuwe na matumizi sahihi ya barabara kwa kuzingatia na kufuata sheria, kanuni na ishara au alama zote zilizopo kwenye barabara zetu tunapotembea kwa miguu, tunapovuka barabara au tunapoendesha vyombo vya moto, baiskeli, maguta yanayokokotwa na binadamu au wanyama, ili kujiepusha na ajali.